Mwenyekiti wa chama taifa anazungukwa na genge ambalo la watu wasiokuwa na uwezo, nao wakimpelekea ushauri kama yaliyotokea kwenye uchaguzi. Wanampelekea ushauri mfukuze fulani, na yeye anakubali. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana watu sahihi wa kumshauri katika mambo ya ujenzi wa chama kwa ajili ya kujenga chama kwa level ya kimataifa na level ya kinchi kwa ujumla. Hiyo itapelekea chama kufeli. Jambo la pili, katika kufeli katika demokrasia ni kutokukubali kupokea mawazo ya wengine katika ujenzi wa chama. Kama hautapokea mawazo kutoka kwa wengine, na wewe nani atakuamini mawazo yako? Kwa maana yake wewe sasa utakuwa umetoka katika ubinadamu, umeingia katika uungu, na kitendo hicho kitakuwa sio kitendo sahihi. Hivi ni kweli tunampenda ndugu yetu au tunatania? Alipokuwa wilayani ya Ikungi alizungumza ya kwamba kwa maneno mazuri na maneno magumu yenye ukakasi, ili ya kwamba tutakapokwenda kwenye no reforms, no election, maana yake tunamaanisha, maana yake kama itashindikana hizo reforms zikakosekana, maana yake tutatoka ikiwemo barabarani, na maana yake tutakwenda kukinukisha. Sasa ninachotaka kusema wananchi wa Singida, leo hii Lissu yuko ndani, lakini wananchi waliokuwepo maeneo haya ambao wanasema wanamuunga mheshimiwa Lissu mkono, nikiwemo pamoja na mie, leo mtu kaingia ndani, yuko amekamatwa na ameshikiliwa. Tuko wapi kama hatudanganyani ya kwamba tunapiga people's power halafu tunaingia uvunguni? Ni kwa nini mpaka leo watu wameendelea kukaa, wamesimama na wanaendelea na shughuli zao, halafu wanasema sisi tuko pamoja na mwenyekiti wa chama taifa? Sasa ile kauli ya kusema ya kwamba tutakinukisha, kama leo hii mtu amekamatwa bado ametulia, hamna kitu. Wa Tanzania bado hawajawa tayari kwa ajili ya vitu vingine vya mapambano.